Ni siku ya Jumamosi asubuhi ya leo ambapo mpenzi mtazamaji, ninatumai kwamba umeweza na kuamka ukiwa umebarikiwa. Usiku wako ulikuwa wa baraka. Umeweza na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Umeweza na kujinenea, kujitamkia yale ambayo unayahitaji mbele za Mwenyezi Mungu. Umejiita majina tu ya baraka. Umejitamkia baraka. Na ninaamini kwamba kile ambacho umeweza na kujitamkia, majina ambayo umeweza na kujiita, hakika hicho tu utaweza na kukipokea. Maana ulimi wetu umebeba yote. Baraka zote umebeba. Hivyo basi, mbona usijitamkie baraka? Karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka asubuhi ya leo. Tuzidi na kufundishwa na kubarikiwa pamoja na neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunaletewa na mtumishi wake sio mwingine mbali ni Reverend Walter Mutevu kutoka kanisa la ABC Ngamba wa Munyu Pastori Machakos Sub-Headquarters. Na mpendwa, karibu sana na ubarikiwe na Mungu. Ona sababu ya kutabasamu na kushukuru Mungu. Kwa maana ni mapenzi tu ya Mungu yanaendelea kutendeka kwa maisha yako. Na kwa yote mpe Mungu sifa. Tuombe kwa ajili ya neno la Mungu. Mungu asante kwa kuwa umetupenda na umeendelea kuwa mwaminifu kwetu. Tulikutegemea tukakutazamia tangu Januari. Na wewe Bwana ukakubali kutembea nasi. Asante kwa kuwa umeonyesha uwepo wako kwa maisha yetu na umejidhihirisha kwa njia za ajabu. Tusamehe Baba na utubariki kwa neno lako leo. Zungumza nasi mapenzi yako. Asante kwa kuwa utatembea nasi tutatembea chini ya mkono wako. Kwa jina la Yesu tunaomba. Amina. Mpendwa mtazamaji, karibu mara tena kwa neno la Mungu. Somo letu siku ya leo tutasoma kutoka kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sura hiyo ya 8. Tutaweza angalia mstari wa kwanza hadi wa 7 na kuendelea. Hapo tutajifundisha faida ulizopokea kutoka kwa Mungu. Basi tunaposoma huo mstari wa kwanza, Biblia inasema ya kwamba amri hii ninayokuamuru leo mtaishika kuitenda mpate kuishi na kuongezeka na kuingia katika nchi ambayo Bwana aliwaapia baba zenu, nanyi mtaimiliki. Nawe utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 katika jangwa, ili akutweze kukunjaribu kujajua yaliyomo moyoni mwako, kwamba utashika amri zake au sivyo. Akakutweza, akakuacha uone njaa, akakulisha kwa mana usioijua wewe wala baba zako hawakuijua, apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu aishi kwa mkate tu, bali uishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana. Mavazi yako hayakuchakaa, wala mguu wako haukufimba miaka hiyo 40. Nawe fikiri moyoni mwako ya kuwa kama vile baba amrudivyo mwanawe, ndivyo Bwana Mungu wako akurudivyo. Nawe uzishike amri za Bwana Mungu wako, upate kwenda katika njia zake na kumcha. Kwa mstari wa 7 unasema, kwa kuwa Bwana Mungu wako yuakuingiza katika nchi nzuri, nchi yenye vijito vya maji na chemichemi na vizima vimbubujikavyo katika mabonde na milima. Basi mpendwa mtazamaji, ni vizuri tufikirie mambo yale Mungu ametupatia. Na unapofikiria mambo yale Mungu amekupatia, hapa utakumbuka kwamba faida ulizopokea kutoka kwa Mungu tangu Januari. Ni kweli huu mwaka ulikuwa mgumu. Ni kweli
mambo ya kiuchumi yalikuwa mabaya. Ni kweli ya kwamba hatukuwa na mavuno mengi mashambani, lakini nataka utazame juu ya hayo yote. Zaidi ya hayo yote, Mungu amehifadhi nafsi yako, amekulinda wewe, amekuhifadhi. Ona faida unayopokea kuitwa kusema unasifu Mungu mwaka unapoisha. Mwaka umekaribia kuisha, zimebakia tu siku chache na mwaka ukamilike. Naona unaingia mwaka mwingine mpya. Unatazamia kuingia mwaka mpya kwa mapenzi ya Mungu. Na ni kweli Mungu atakujalia kuingia mwaka mpya. Lakini hapo utakapojaliwa mwaka mpya, unataka mwaka mpya ufanye nini? Biblia hapa inatufundisha ya kwamba Mungu alikuongoza kwa mapito yote uliopitia mwaka mzima, mazuri kwa mabaya. Ndio kuna siku ambazo zilikuwa mbaya, huenda ukawa hukupata siku yoyote mbaya, shukuru Mungu sana. Huenda ukawa kuna siku uliamka ukafanya biashara ukakosa faida. Kama kila siku ulipoenda kufanya biashara zako ulipata faida, shukuru Mungu sana. Kwa hiyo mapito yote Mungu alikupitisha ili uweze kuwa mtiifu kwake. Utakaposhika neno la Mungu, utakapotembea na Mungu, nataka uamini kama vile alivyotembea na wana wa Israeli miaka 40 wakizunguka tu mahali pamoja. Hata kama umezunguka mahali pamoja, amini ya kwamba Mungu muumba wako anakupenda, atakubariki na hatua iliyo mbele anakuletea mazuri. Hapo ukumbuke ya kwamba hesabu yote kuwa ni mapenzi ya Mungu mazuri, ili alikujalia mavazi, ulipokuwa mgonjwa alikuponya. Tazama mkono wa Mungu ulikuwa juu ya maisha yako. Uliposhindwa alikulinda. Hata wakati ulipokuwa unasikia hauwezi kwenda mbele, walipokuinukia alikutetea. Ona maadui waliokuinukia mwaka huu, Mungu akakutetea. Ona magonjwa, ona mapito yote, na ushukuru Mungu na ujue ya kwamba ukikaa na Mungu utaendelea kupokea baraka, na Mungu anakubariki tu, na unaishi kwa kila neno litokalo kwa kinywa cha Mungu, si kwa mapenzi ya mwanadamu. Hivyo basi jifuta moyo wako kumpenda Mungu na kumtumikia. Mungu abariki neno lake. Tuombe. Mwenyezi Mungu, asante kwa kuwa unatupenda na utatembea nasi. Uwe mwaminifu kwetu tunapomalizia mwaka. Siku ya leo mpatie mtumishi wako kujua ya kwamba atapata baraka za mwaka mpya, kwa sababu anaishi kwa neno litokalo kwa kinywa chako. Bwana, pokea sifa na utukufu kwa kutupa siku ya leo na kutulinda mwaka mzima. Mwaka ujao tubariki, tuweze kupata fanaka. Christmas yote wabariki na wape Christmas jema. Kwa jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Upendo na kutakia Christmas jema na mwaka mpya wenye mafanikio. Asante. Mungu utufundisha kupitia safari zetu. Hapa katika hilo fundisho ambalo tumeweza na kufundishwa, yani wana wa Israeli kupitia safari yao kuelekea nchi ya ahadi. Ingawaje waliona kwamba wameweza na kupitia mangumu, wakaanza kukumbuka mahali ambapo wameweza na kutoka na kuona kwamba ni kama kulikuwa afadhali. Ili fundisho linatufundisha kwamba wakati mwingine yale majaribu ambayo tunapatana nayo, zile changamoto ambazo huwa tunapatana nazo, Mwenyezi Mungu kuna kile ambacho huwa anataka kutufundisha kwamba yani tujue tunaishi ni kwa sababu yake, kwa sababu ya nguvu zake, sio kwa sababu ya matendo yetu mema, na pia tukaweze kumtii, kwa sababu uaminifu kwake ndio unaotufikisha kwenye baraka zetu. Wakati ambapo tumepatana na hizi changamoto, uaminifu wetu kwa namna gani kwake? Tumemsahau ama tumezidi na kunjipeana na kumtumikia? Ama sisi ni wale ambao tunamkumbuka wakati ambapo mambo yako shwari, mambo yako sawa? Hapa tunakumbushwa kwamba hata kupitia zile changamoto ambazo tunapatana nazo, kuna fundisho Mwenyezi Mungu utaka kutufundisha. Usije matumaini yako yakaishia pale.
wakati ule wa changamoto wa majaribu. Usije uaminifu wako ukaishia pale, bali ndio yani huo wakati ndio unafaa zaidi kujipeana mbele zake, kumtumikia zaidi, ili akazidi na kukubariki, akazidi na kuwa pamoja nawe katika ile safari. Hivyo basi tumtumikie Mungu wakati wowote ule. Wakati baraka ni nyingi, wakati baraka sio nyingi, wakati unaofaa, wakati usiofaa, tumtumikie wakati wowote ule. Naye ni mwaminifu na atazidi kuwa pamoja nasi, atazidi kutubariki na kutuinua. Ninakutakia wikendi njema, wikendi ya baraka. Siku ya leo kuna wale ambao huenda katika nyumba za ibada kuabudu Mwenyezi Mungu. Ninawatakia ibada njema, ibada ya baraka. Mungu akawe pamoja nanyi, Mungu akawabariki, akabariki ibada yenu. Kwa wale ambao mko na hafla tofauti tofauti, Mwenyezi Mungu awabariki. Mwenyezi Mungu awe pamoja nanyi. Mwenyezi Mungu akawaone mema yake na akaweze kuwakumbuka. Ninawatakia wakati mwema. Neema ya Mwenyezi Mungu tu ikawe juu yenu. Bye bye.